rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jina langu naitwa Abubakar Hassan Kisodia, ni mwalimu wa madrasa. Napenda kukutakieni Idi Mubarak, Idi yenye baraka, Idi yenye furaha tele. Lakini usia wangu wa leo, ningependa tukumbushane katika jambo moja la kuhifadhi amali. Tusisahau kuzihifadhi amali zetu, kwani ni tunu kubwa sana ambayo tumeipata hasa katika mwezi wetu wa Ramadhani uliomalizika. Hivyo na kuhusieni tusiwe mfano wa wale ambao wenye kuzitengeneza amali kwa muda mrefu kwa kujipinda, lakini matokeo yake ikawa hawana chochote wanachokipata katika zile amali zao. Hivyo nakuombeni sisi kama Waislamu tuzihifadhi amali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa mifano mbalimbali ndani ya kitabu chake kitukufu Al-Qur'an. Katika suratu Hadidi Allah anasema alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaqqi wala yakunu kalladhina utul kitaba fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Wala msiwe kama wale ambao waliopewa kitabu fatala alayhimul amadu, zikawarefukia wao zama zikawa ndefu kwa wao, wakawa na miaka mingi, wakaishi sana, lakini hakuna walichokifanya, bali hawakukubali yale walioletewa na mitume wao, hawakukubali yale mafundisho ambayo yalikuwa ni sahihi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali wakawa ni wenye mioyo migumu kwa sababu ya ukaidi wao. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura nyingine, Allah anasema kwa kutoa mfano juu ya mtu ambaye anayefanya matendo alafu akawa hadumu wala kuhifadhi yale matendo yake. Allah anasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, wala msiwe kama yule mwanamke ambaye yeye alikuwa na kifumwa kisokotwa, kile anakuwa na kisokota kikishakuwa madhubuti, lakini baada ya hapo anakitanzua ana kifungua na kukiharibu. Yani yeye muda wote alikuwa anaanza asubuhi, anaanza kukutengeneza kisokota chake, kikisha karibia kukamilika au kikamilika moja kwa moja, basi yeye